Sasa tunaingia katika kipindi kingine cha kujifunza mambo machache. Wale ambao walikuwa mwanzoni tumeanza nao, nilitaja baadhi ya moduli ambazo zipo katika chama cha mabalozi, na nilitaja ile moduli ya 4 ambayo ilikuwa inasemaje, maisha ya nje. Na kwenye hiyo moduli ya maisha ya nje kuna kipengele ambacho tunatakiwa tukifahamu na kujifunza kama sisi tukiwa mabalozi ambao tunatarajia kwenda kuonana na watu wa aina mbalimbali katika maisha yetu. Na aina ya kile ambacho tunataka kujifunza kinaitwa silika za wanadamu. Silika za wanadamu ndicho ambacho tunaenda kujifunza ili tuweze kukifahamu ni nini, na ikiwezekana kila mmoja hapa aweze kufahamu. Silika iko kwa kila mtu. Silika iko kwa kila mtu. Hakuna mtu ambaye ana silika. Silika tunasema ni tabia ya ndani alionayo kila mtu. Ni tabia ya ndani, tena ongezea ya upekee. Tabia ya ndani ya upekee alionayo kila mtu. Silika ni tabia ya ndani ya upekee alionayo kila mtu. Na tabia hii inaweza kujulikana kwa kumuona mtu, kwa kumsikia mtu, au kwa kumuuliza maswali. Unaweza ukaitambua hiyo tabia kwa kumuona mtu, yale anayoyatenda, kwa kumsikiliza au kwa kumuuliza maswali. Jinsi anavyokujibu ndivyo utakavyoweza kutambua huyu mtu ni wa namna gani. Sasa wanasaikolojia walipokuwa wakijaribu kuangalia juu ya matendo ya watu wanaoyafanya, wakabaini kwamba kuna aina za tabia ambazo ndo silika 4. Hizo ndizo kuu zilizopo katika tabia za wanadamu, na hizi pia zimeongezewa, lakini sasa sisi hatuende kule kwenye kuongezewa. Nataka tujifunze hizi 4 kwanza, ambazo ndio mama zilizo katika kila tabia ya mtu. Tumesema zimeongezewa kwa sababu gani? Hizi tabia unaweza ukazikuta tabia alizo nazo mmoja, yani mtu mmoja akawa na tabia za hayo makundi mangapi? Mawili, yakagongana yote. Kwa hiyo huyo mtu ataitwa tena kitu kingine. Sasa tuanze na hizo 4 hizo. Hiyo ya kwanza waliitambua wakaita sanguine. Hiyo ya kwanza. Alafu ya pili waliitambua wakaita choleric. Alafu ya tatu waliita melancholy. Na ya 4 waliita ni phlegmatic. Ya kwanza nimesema ni sanguine. Ya pili nimesema, ya tatu nikasema, ya 4 nimesema phlegmatic. Kwenye zile tabia ambazo za mbili zile za kwanza nilizozisema, ambao nimesema nani, sanguine na nani, na choleric, sawa? Hao watu wawili hao wenye hizo tabia wenyewe wanaitwa ni extrovert. Yaani imechukuliwa kama ni watu wanaotoa, yaani ni watu wanaopenda sana kutoa ya kwao. Alafu hawa wenye tabia zilizobaki ambayo ni nani na nani? Hawa wanaitwa introvert. Kwa hiyo hizo tabia zikiwa zenye tabia, au ukichukua hizo tabia mbili wenyewe wanaitwa
extrovert ambao ni sanguine na nani choleric. Alafu ukiwachukua tabia mbili hao hapa na wenyewe ukiwajumuisha wanaitwa nini? Introvert. Sawa? Sasa tuanze kuangalia tabia zao zikoje. Tuanze na sanguine. Sasa kabla tujaanza na sanguine, kuna kitu nataka tukifanye. Boss, naomba nichukulie, kuna kamkoba hapo juu keusi hapo kwenye alafu kale kenyewe kanajumuisha rangi. Kuna rangi 4 ambazo kila mmoja ndo zinajumuisha au hizo tabia 4 ambazo tumezitaja. Kwenye hiyo karatasi yako hapo, ile karatasi ya juu kabisa inasema ile namba 1. Sijui kujiamini, mtu wa kupangilia, hisia zinazogusa, kuamini. Kiboksi cha pili, sanaa, kuwahusisha wengine, mtu wa ndoto, mchambuzi wa vitu. Haya, namba 3, penda kujihusisha, mpenda jumuiya. Umeona jinsi ilivyo yote yanaenda. Alafu funua hiyo karatasi yako. Kwa hayo maswali yanatakiwa yawe 27. Sawa? Alafu karatasi nyingine ya pili ina rangi pale, kuna kahawia, kijani, blue na chungwa. Na yenyewe na namba 1 mpaka 20 na ngapi? 27. Sasa kwenye kila group ninataka tufanye hivi. Wale kwenye grupu ambalo karatasi ni ya kwako. Wewe mwenye karatasi ndio utajaza kupitia wewe mwenyewe. Si ndio? Alafu wale ambao mmepewa ambazo sio za kwenu, mtatafuta mtu mmoja tu ndiye atakaye jaza, wengine mtakuwa mnaangalia. Maana yake ni kwamba, kwa mfano mimi kama mimi ninasoma sasa namba 1. Kwenye kila namba, yani kama namba 1 unatafuta sehemu kitu kimoja tu ndio unakizungushia. Kwa mfano pale nimesema kuna kujiamini, mtu wa kupangilia, hisia zinazogusa, kuamini. Sasa mimi nikasema kwamba katika mambo yote hapa mimi ni mtu wa kujiamini. Kwa hiyo pale kwenye kujiamini nitaweka tiki. Naingia namba 2. Sanaa, kuwahusisha wengine, mtu wa ndoto, mchambuzi wa vitu. Mimi mwenyewe mimi waga napenda kuchambua sana vitu. Yaani kitu kikiulizwa swali nataka nijue ni nini, kwani kilikuwaje, nitawekea pale tiki. Si mnanielewa vizuri Haya, namba 3, penda kujihusisha, mpenda jumuiya, penda mpangilio wa nafasi, kupenda kuuliza maswali. Sasa kama ni mchambuzi wa vitu, ina maana kwamba ni lazima naendana na kupenda kuuliza nini? Maswali, labda mfano. Nitawekea tiki. Kwa hiyo afanye mtu mmoja, msifanye kwa kushirikiana. Nyewe wengine angalieni, mfanye kwa kushirikiana, hiyo tabia tutoipata. Ina maana kumbe kuna mmoja atasema tabia yake ambayo ni kujiamini, alafu mwingine anakudia kwamba mimi ni mtu wa ndoto. Sasa hebu tujumlisha hayo mambo, tutopata kile tunachokitafuta. Sawa? Kwa hiyo tunataka mtu mmoja kwenye kila group mjichague, alafu ndo ujaze kupitia unavyojiona wewe ulivyo. Usiseme kile ambacho hauna, sema kile ambacho unacho. Kama hata ni mkorofi, we unazungushia mimi ni mkorofi. Mimi ni hivyo ili kupate kwa urahisi. Sawa? Ninatoa dakika 5. Baada ya hapo nisikilize kwenye ile jedwali la pili sasa. Nisikilize vizuri kwenye jedwali la pili. Ile jedwali la pili, sawa, ambalo lina kahawia, kijani, blue na chungwa. Kwa mfano kwenye karatasi ya kwanza ile namba 1 nilizungushia kujiamini. Kujiamini si ndio iko kwenye kabox ka kwanza. Kuona kwenye karatasi ya pili ambayo yenye rangi nitaweka kwenye yako kabox ka kwanza, ndio nitazungushia kaduara kidogo. Ninakuja namba 2, labda nilizungushia mchambuzi wa vitu. Ni kibox cha ngapi? Cha 4, si ndio? Haya, duara kadogo. Namba 3, labda nilisema ni kupenda kuuliza maswali. Yuko kwenye namba 3, kibox cha ngapi? Cha 4. Hii karatasi ya chini tenda namba 3, kibox chocho cha 4 nitaziweka tena duara kidogo. Si tumeelewana vizuri? Haya, natoa dakika 5 la hilo zoezi.